tukaona namna ambavyo position ilikuwa, average position ya timu zote mbili, namna ambavyo zilikuwa zimejiposition kwenye dakika 90 nzima. Kwa Young Africans tunaiona ambao ni hao njano, lakini kwa FAR Rabat ni wale weupe. Players average position. Kocha aligusia kwamba falsafa zinafanana na akimaanisha ya kuwa hatutaona utofauti mkubwa sana kwa vikosi hivi viwili. Nini sasa kikatokea kwa upande wake? Imetafsiriwa zaidi kwa Yanga kuliko kwa timu yake. Nafikiri labda unaweza kusema labda kwa sababu ana approach mechi za ugenini, tunajua wao wanapocheza. Ukiangalia kwa upande wa Young Africans utaona ni kama wao walipossess sehemu kubwa ya uwanja. Walipossess nusu yao, ndio maana FAR Rabat hawajacheza sana kwenye nusu yao. Wakaenda kupossess nusu ya FAR Rabat, ndio maana walio pin back hawa FAR Rabat, ndio maana unaona wapo kwenye nusu yao. Kwa hiyo kwao imetafsiriwa zaidi kwenye possession, wametawala mchezo kwa kupossess sana, lakini hata ukipoteza mpira bado unaona wanaanza kuzuilia huko, ndio maana averagely wako position kwenye nusu ya wapinzani wao. Na kwenye hiyo ambayo uko naizungumza Young Africans kwanza kuokota mpira katika haya maeneo, nakumbuka wali place kama mara 3 hivyo, which zikageuka kuwa nafasi ambazo Young Africans ambazo tu walishindwa kuziconvert. Kwa hiyo nafikiri leo Young Africans walijiestablish kwamba tunataka nini. Walikuwa na peak moments za kujaribu kuwafanyia pressing na zilifanikiwa zaidi ya mara 3 ambapo walikuwa wamejaribu kufanya hivi. Okay, sawa.